Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zetu waandishi wa habari, karibuni sana katika ukumbi wetu wa mikutano huu hapa makao makuu ya CRDB. Tumekuja na taarifa moja nzuri sana, tukitambua kwamba tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao pamoja na ibada tukufu ya saum, lakini pia katika mwezi huu imeshushwa Qur'an. Hivyo ni mwezi wa Qur'an. Tumeitana kwa ajili ya kupeana habari nzuri, kutaarifiana kuhusiana na shughuli yetu ya kila mwaka, mashindano makubwa ya kimataifa ya Qur'an kwa njia ya tajwid ambayo yanaandaliwa na taasisi ya Khidmatul Qur'an chini ya uongozi wa Sheikh Ali Muhammad Saleh akiwa ni mwenyekiti wa taasisi hii, na mashindano ambayo yanaingia mwaka wake wa 22 tangu kuasisiwa yalipoanzia pale msikiti wa Idrisa Kariakoo, lakini hatimaye mwaka wa 3 sasa tunafanyia pale ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere maeneo ya Posta. Habari njema ambazo tumekuja nazo, pamoja na kutoa taarifa ya shughuli hii ambayo kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati ni sisi pekee tunaandaa mashindano haya ya kimataifa ya tajwid. Lakini pia kuna habari njema sana, ameingia giant katika mashindano haya. Ni nani huyu na anakuja kufanya nini? Hii ni habari njema ambayo tunataka iwafikie wa Tanzania kupitia kwenu ndugu zetu waandishi wa habari. Bila kupoteza muda, ni muombe mwenyekiti Sheikh Ali Muhammad Saleh atueleze machache kuhusiana na mashindano yetu ya mwaka huu. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu waandishi wa habari, tumekuiteni leo kwa ajili ya kuwatambulisha kwenu mdhamini wetu mkuu wa mashindano ya mwaka huu ambayo ni CRDB Al-Baraka Banking. Na mashindano haya ya kimataifa yanafanyika kila mwaka kwa njia ya tajwidi Qur'an, kwa njia ya tajwidi. Tungependa sisi kama Khidmatul Qur'an kushukuru sana CRDB Al-Baraka Banking kwa kuendelea kuwa nasi bega kwa bega kwa takriban mfululizo wa miaka hii yote miwili, na huu ni wa 3. Tunashirikiana naye katika kuendeleza mashindano haya ya kimataifa ya Qur'ani, na mwaka huu akiwa kama mdhamini mkuu. Ushirikiano huu unaonesha dhamira ya dhati kabisa ya CRDB Al-Baraka Banking katika kuunga mkono maadili mema, elimu, Qur'ani na vijana na maendeleo ya Watanzania. Kuhusiana na mashindano ya mwaka huu, yatakuwa ni tarehe 28 mwezi wa 2 mwaka huu 2026 katika ukumbi wa JNICC pale Posta, na hakutakuwa na kiingilio. Na pia mashindano haya waalikwa wote ni wanaume, wanawake, hata watoto pia, kwa sababu wote tunataka wasikie Qur'ani na kunufaika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kusikiliza Qur'ani. Mashindano haya yanatarajiwa kukusanya washiriki kutoka mataifa mbalimbali pamoja na majaji kutoka mataifa makubwa, na ni majaji wa kimataifa ambao wanafahamika ulimwenguni kote. Tunajivunia sana sisi kama Khidmatul Qur'an Islamic Foundation kuwa na mdhamini mkuu na mkubwa wa kiasi hiki katika mashindano yetu ya mwaka huu ya 2026. Mchango wao kwetu unawezesha kwa kiasi kikubwa kufanikisha maandalizi ya tukio hili adhimu linalofanyika kwa mustawa au kiwango cha kimataifa. Mwisho kabisa, ningependa kutoa wito kwa waumini wote wa Tanzania wote na vyombo vya habari kuendelea kushiriki, kutuunga mkono kwa kuhudhuria event hii muhimu, mashindano haya makubwa kabisa
Kwa hivyo tunakuombeni nyote muweze kushirikiana na sisi katika kueneza hizi taarifa pamoja na kuwavutia watu zaidi kuweza kuhudhuria. Asanteni na washukuruni sana. Asante sana mwenyekiti wa Khidmatul Quran Islamic Foundation kwa taarifa hizi muhimu kuelekea katika mashindano hayo siku ya tarehe 28 Februari kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Na tutambue kwamba mgeni wetu rasmi katika shughuli hiyo ni Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, mpenzi wa Qur'ani huyu ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kutokana na nafasi yake na cheo chake, itapendeza sana tufike mapema kabla ya yeye kuingia na tuweze kuendesha shughuli yetu hii ambayo kabla dhuhuri inshallah itakamilika. Pia tunategemea kupata majaji kama alivyosema Sheikh Ali, msomaji maarufu mkubwa kutoka nchini Misri, Sheikh Taha Nu'man, msomaji bingwa sana mwenye uwezo mkubwa. Lakini pia kwa wale wanaofuatilia katika mitandao katika swala la maqamat, kuna bingwa mwingine kutoka nchini Libya, Sheikh Bahlul, ni msomaji bingwa sana katika upande wa maqamat, na ukimwona ukimpa dakika moja tu utastarehe sana kumsikiliza, sio akisoma bali hata akielezea ile maqamati, kwa sababu maqamati yana siri kubwa sana, sio tu jana sabah katika upande wa nahwandi. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana kuja kustarehe siku hiyo. Lakini kubwa zaidi, tunajua kwa wale ambao wamekwenda katika mbuga za wanyama, naambiwa mkishaingia katika eneo ambalo huu ni utawala wa tembo, basi hata gari uzime, yani ukimya utawale, kwa sababu aliyeko mbele pale sasa ni mwenye ufalme wake, ni giant. Giant katika upande wa fedha Tanzania ni CRDB, na bahati nzuri katugusa Waislamu kupitia huduma zake za kifedha za Kiislamu kupitia kitengo cha Al-Baraka. Leo kwa heshima kubwa sana tunaye katika press hii head wa hii Islamic Banking ya Al-Baraka, ndugu yetu mpenzi wa Qur'ani pia Rashid, lakini akiwa na timu yake kubwa tu ya maafisa wa CRDB. Yeye anayo ya kusema nini kimewavutia mpaka wakaona waingie katika shughuli hii, na hawa kawaida huwa hawaingii sehemu isipokuwa jihakikishie kwamba ile jambo ni kweli linafanana na ukubwa wao. Ndugu yetu Sheikh Rashid, naomba Shukran sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotanguliza CRDB Bank kwa kupitia CRDB Al-Baraka Banking, hizi ni huduma za benki ya CRDB zinazofuata misingi ya sharia. Tumekuwa tukifuatilia kwa karibu mashindano haya ya tajwid, na ni mashindano ambayo yamekuwa yakituvutia sana, na tumefarijika kuwa pamoja nao, kujihusisha na kuweza kuchangia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ziko nyingi. Lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa ibada, mwezi wa toba. Qur'an kusikiliza, kusoma ni ibada, lakini haishia hapo. Mashindano haya ya tajwid pia yanaleta burudani ya moyo, yana utofauti wake. Kwa hiyo yamekuwa na mvuto mkubwa sana, ambayo tukaona hili ni jambo jema kwa kipindi hiki na sisi kujihusisha ili tuweze kuendelea, ili event kama hii mashindano haya yaweze pia kuwafikia wengi na yaende kwa vizuri. Leo sio siku ya kuongea maneno mengi. Nafikiri tunaelekea kwenye mashindano haya, ile finali inakuja ambayo ni kilele. Tutakuja kuona, sisi wote tuna hamu ya kuja kuona nani wanaenda kushinda, washindi watakuwa kina nani katika kusoma Qur'an ya tajwid. Mimi kwa hayo machache naomba nirudishe kwa muandalizi. Asante sana Rashid. Sasa kutana muda, kama kuna maswali mawili matatu tutoe nafasi kwa ndugu zetu waandishi, kisha tufunge press yetu. Karibuni. Swali lolote, karibu sana. Nimetaja
Naam, asante sana Saim Gwao. Ameuliza zawadi za washindi. Sisi kwa mwaka huu insha Allah, kwa uwezo wa Mungu, mshindi wa kwanza atapata $5,000. Mshindi wa kwanza $5,000, ambayo utapiga mwenyewe kwa hela Tanzania ni kiasi gani? Mara 2650. Mshindi wa pili ni $3,000 na mshindi wa tatu $2,000, na kila mshiriki atakayepanda jukwaani anapata zawadi ya $500 kila mshiriki. Asante. Hiyo ni mbali na kumgharamikia kila kitu, kuanzia safari yake, malazi yake hapa, pamoja na huduma nyingine za kujikimu. Karibu. Washiriki jumla wako 12, ambapo Watanzania 2 na waliobaki ni 10 kutoka mataifa ya Misri, Morocco, Indonesia, Ufilipino. Mara hii tumefika mpaka Ufilipino, Afghanistan, Iraq pia mshiriki kutoka nchi ya Iraq, Libya kuna jaji kutoka Libya na jaji kutoka Misri, na tunaye mshiriki kutoka India, tuna mshiriki kutoka Pakistan, na tunaye mshiriki pia kutoka mataifa ya mbali kabisa mashariki, Malaysia. Hao ndio washiriki wetu wa mwaka huu, na hao washiriki wote ni masuperstar kwenye nchi zao. Ni washiriki ambao washashinda kwenye mashindano makubwa, ndio tunawaleta hapa kwetu kwa ajili ya kuonyesha ule umahiri wao wa kusoma Qur'ani, na waje washindane na nchi yetu. Bila kusahau nchi yetu ni katika nchi inayozalisha wasomaji mahiri sana ulimwenguni. Kwa hivyo na sisi tutapambana nao hao wa mahiri wenzetu. Asante. Hatutoingia kinyonge. Hatuwezi kuingia kinyonge. Asante sana. Karibuni kwa swali lingine. Hakuna maswali Tumemaliza. Basi nafikiri kwa niaba ya wadau wetu CRDB Al-Baraka Banking, lakini pia kwa niaba ya Khidmatul Quran Islamic Foundation, tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Tunaomba tufikishieni salamu zetu hizi kwa Watanzania bila kujali jinsia wala rika, bali kwa pale JNCC hata sio kwa Muislamu, karibu pia kusikiliza Qur'ani, kwa sababu ujumbe mkubwa wa Qur'ani ni amani, Qur'ani ni upendo, Qur'ani ni mshikamano. Karibuni sana na tunatakia Ramadhan njema. Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani.